hizi ni afua za unyunyiziaji. Hivi ni viuatilifu kwa ajili ya kunyunyizia katika maduka ya mbu kuzaliana. Kwa hivi ni vifaa kama unavyoona vya kupulizia. Hizi ni dawa ambazo zimeandikwa katika jina hile. Hizi zinatumika katika maji machafu, hizi zinatumika katika maji masafi ambayo tunaweza kutumia nyumbani katika matenki ya kawaida. Hivi ni chandarua ambazo tunagaia kwa wajawazito pamoja na watoto chini ya 5. Hizi ni dawa kinga aina ya SP tunawapa wajawazito wakati wa wajawazito kukinga kupata malaria. Na karibu sana katika, tunaendelea na upimaji pia, tunatoa ndio. Karibu sana. Asante sana. Kama aliongea mwenzangu, mimi mtenga mkuu wa anaitwa Dr. Risasi. Risasi wa wilaya. Meza hivi tukuli kugundua. Ukigundua sasa then unatibu kwa kutumia dawa. Na hiyo kinga inazuia mazalia na usizaliane ya kufika katika hatua ya sasa kupima Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Hiki ni kitengo cha lishe. Tunatoa elimu ya lishe kwa wananchi ili kuimarisha lishe kwa kila mwananchi wa Kisarawe. Lakini sambamba na utoaji wa elimu ya lishe, tunatoa pia matibabu ya utapiamlo kwa watu wenye utapiamlo, na tumevijengea vikundi vyetu uwezo wa kuchakata vyakula ili kuwezesha vyakula visiharibike na tuwe na usalama wa chakula katika wilaya ya Kisarawe. Mbele yetu ni wajasiriamali ambao tumewapatia elimu. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge, karibu sana. Sisi ni kikundi cha Upendo Development Group ambao tunachakata matunda kwa sababu ina matunda mengi sana, kwa kutumia kaushio linalo control mianzi ya jua, ambayo tunahifadhi maembe kwa muda wa mwaka mzima, tukiyafunga na vacuum unaweza kukaa mpaka miaka 2. Na vile pia kama unavyoona bidhaa zetu nyingi tunazofanya, na tuna mboga za majani pia kwa masuala ya lishe, na vile tunachakata maziwa kwa sababu hapa Kisarawe tayari pia tunao maziwa. Tunatumia vipimo vya kisasa kuangalia joto la maziwa kwa kutumia mionzi bila kugusika maziwa, na vile tunatumia lactometer kwa ajili ya kuangalia usalama wa maziwa. Kama maziwa yamechanganywa na kitu chochote, tunatumia hii lactometer kuyapima. Kwa wakulima pia na wafugaji wamekuwa waaminifu kwa sababu anapokuja tunayapima maziwa kwa ajili ya kupata bidhaa salama. Lakini pia tunao mafuta ya nazi na tunafanya bidhaa kama hizi. Asante sana. Baada ya kupata matibabu kama mashuhuda, nilikuwa naomba niwakaribishe wasikilize kidogo. Karibu. Karibu viongozi wa mbio za mwenge katika banda la mapambano ya madawa kulevya. Jina langu naitwa Said Rajabu. Nishawahi kutumia madawa kulevya kwa muda wa miaka 9. Ila kwa sasa hivi nimeacha kwa kupata huduma za hospitali ya wilaya, na sasa hivi niko vizuri katika shughuli za ujasiriamali. Karibu sana. Mbele yetu huku kuna madawa ya kulevya, ina bangi, la tutakueleza vizuri hapa. Usalama kwa raia. Naitwa Shukuru Chacha, nimetumia madawa kulevya kama miaka 8, sasa hivi nimeacha na ndio biashara ndogo mwenyewe na shughuli. Mbele yako ni mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi Charles Leonatus Kisekwa, mkuu wa uchunguzi wa kisayansi katika wilaya ya Kisarawe. Katika wilaya yetu tumekuwa tukikamata madawa ya kulevya aina ya bangi. Bangi tunasema ni madawa ya kulevya ambayo yanatokana na mmea unaotambulika kisayansi kama cannabis sativa, na mmea huu unalimwa kama mmea mingine. Kuna watu wanajidanganya kwamba mmea hata wenyewe, lakini hapana. Sisi kama jeshi la polisi tukikuta huu mmea katika eneo lako au shamba lako, kukamata na kuchukulia hatua za kisheria. Na bahati nzuri katika wilaya yetu hakuna mashamba ya mmea wa bangi, ila
hizi bangi tunazozikamata zinatoka zinasafirishwa kutoka katika mkoa mwingine wa jirani ambao ni Morogoro, vile unasafirishwa kutoka katika wilaya ya jirani ambao ni Rufiji. Hivyo basi sisi huu mmea ukishakomaa kutoka kwa mkulima anamuuzia muuzaji wa jumla. Muuzaji wa jumla akishanunua hii mimea ya bangi anaitengenezea puli kama hii. Ndio funguo. Hii ni puli ambayo akishatengeneza mnunuzi wa rejareja anakuja kununua hapa. Akishanunua huyu mnunuzi wa rejareja anaitengeneza katika muundo wa kete. Na hii inamaanisha yeye hata katika kusafisha. Kumbuka wakati huo mmea tayari kwa mtaani. Hawezi kuuza katika staili hii. Huyu mnunuzi wa rejareja lazima atengenezee puli. Akishatengeneza puli, huyu mnunuzi wa rejareja sasa anachukua hii puli kutoka kwa mnunuzi wa jumla, anaitengenezea hizi kete tayari kwenda kwa mtumiaji ambaye ni mvitaji. Sasa sisi jeshi la polisi tunaweza tukakamata hizo ikiwa katika muundo huu, katika muundo wa puli au katika muundo wa kete. Tukishikamata kwanza kabisa tunapeleka kwa mkuu wa serikali kwa ajili ya kudhibitisha hii ni bangi au sio bangi. Na wakati tunaipeleka kwa sababu tumefunga na wakili wetu sisi polisi. Mkemia mkuu akishafanya uchunguzi wake anaturudishia majibu kwetu. Akishaturudisha majibu kwetu naye anaweka nani yake, siri yake ambayo inaonyesha kwamba ameshafanya uchunguzi kama unavyoona hapa jinsi hii imeshathibitishwa kwamba hii ni bangi katika hii. Na kesi hii tayari watuhumiwa washahukumiwa kifungo. Hivyo basi kwa mustakabali huo, pamoja na kwamba hii bangi yetu ambayo tumekamata na watuhumiwa wameshakamata ina madhara, inaonekana ina madhara mengi kuliko hata faida kwa mtumiaji. Madhara haya ni kama ifuatavyo: moja, kuna matatizo ya akili kwa mtumiaji ambaye anatumia, akili yake inakuwa iko sawa, vile anapoteza kumbukumbu, lakini mifumo ya ufahamu. Pamoja na madhara yote, sisi jeshi la polisi tumejikita katika kutoa elimu ili kwa hawa watumiaji na ambao sio watumiaji wajue madhara hii bangi. Na elimu hii tunaitoa katika sasa tunajikita katika vijana, makundi ya vijana, hizo katika makundi ya vijana mashuleni, hasa wanafunzi. Lakini vile vile elimu tunatoa kwa vijana migundi ya bodaboda, tunawapa elimu kuhusiana na matumizi ya madawa kulevya aina ya bangi. Lakini pia elimu tunatoa kwa wazazi na walezi ambao waambie watoto wao kuhusu haya madhara ya matumizi ya madawa kulevya ambayo ni bangi. Naomba kuwasilisha mheshimiwa kiongozi wa mbele. Karibu sana. Asanteni sana. Ambao wanafanya kampeni na kusambaza mkaa mbadala. Badala ya wananchi kutumia sabuni na mkaa, tunahamia kwenye mkaa mbadala ambao utalinda afya zao na kutunza mazingira. Kwa sababu unapotumia mkaa mbadala haukati mti. Usipokata mti unahifadhi mazingira. Karibuni sana, na wao wangeongea kidogo kama wahusika. Karibu. Ndugu kiongozi za mwenge kitaifa, hapa ni shirika la madini la taifa STAMICO, na STAMICO tuna product nyingi, na sasa hivi tumeanza kuzalisha mkaa mbadala ambao ni nishati safi ya kupikia. Na nzuri kabisa, tuna kiwanda kiko hapa Kisarawe ambacho kinazalisha mkaa huu, na tumekuwa na faida nyingi ikiwemo kuajiri vijana wa hapa Kisarawe, lakini tumerecruit mawakala ambao sasa ni wanawake na Samia. Wapo kila mkoa, na hapa Kisarawe pia kuna wanawake na Samia, kuna wanawake Samia Pwani, na hapa tuko na mwenyekiti wa wanawake na Samia kitaifa ambao sasa yeye ni mlezi wa wanawake na Samia wote nchini. Anaweza akatoa maelezo kwa kifupi. Baada ya hapo tuendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi wa mwenge kitaifa, sisi ni wanawake na Samia Tanzania. Tunashukuru shirika la madini Tanzania ambalo linatupa uwakala wa kusambaza na kuuza mkaa mbadala kwa lengo la kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ajenda yake ya nishati safi. Sisi uwakala huu tumeukubali, tumeupokea, na tunamwahidi Mheshimiwa Rais kwamba tutafanya kazi ya kuusambaza na kuhakikisha ajenda yake ya nishati safi, yeye kama kinara wa dunia wa nishati safi, hatutamwangusha, tutasambaza. Na mpaka dakika hii wa STAMICO wameshatoa uwakala kwa mikoa 13 ya wanawake na Samia Tanzania, ambayo wote kwa pamoja tunaweza kusambaza, na mikoa hiyo ni kama ifuatayo:
mkoa wa Dodoma, mkoa wa Geita, lakini mkoa wa Njombe, mkoa wa Iringa, lakini pia mkoa wa Mbeya, lakini mkoa wa Mwanza, Shinyanga, lakini pia mkoa wa Simiyu, mkoa 13. Asante sana, tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais, hatutarudi nyuma. Asante sana. Mkuu samani, tunaonyesha kwa vitendo, tuna jiko hili ambalo linatumika kwenye taasisi ambayo sasa tumeanza kuhudumia magereza yote nchini pamoja na baadhi ya shule, na sasa hivi tunaingia kufanya CSR kwa mkoa wa Pwani. Baadhi ya shule za mkoa wa Pwani zitaanza kutumia majiko haya ambayo yanatumia nishati safi ya kupikia rafiki briquette kama unavyoona. Karibu ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 katika banda la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wilaya ya Kisarawe. Kwa mujibu wa section ya 5 ya sheria yetu tunafanya majukumu makuu matatu: kuelimisha, kuzuia na kupambana. Kwa sasa tukielekea uchaguzi mkuu, tumejikita zaidi kuelimisha kwa njia ya kidijitali. Mwananchi yoyote ambaye ana simu janja anaweza akaskani kupitia QR scan code, akaweza kuingia moja kwa moja kwenye TAKUKURU app na kuweza kupata mambo yote ambayo yanahusiana na taasisi yetu, ikiwemo elimu ya mapambano dhidi ya rushwa katika uchaguzi mkuu wa 2025, lakini pia ataweza kuona mafanikio ya taasisi yetu. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, karibu sana. Ndugu viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2025, tunakukaribisha pia katika banda letu la TAKUKURU ili uweze kujionea elimu tunayoitoa kwa njia mbalimbali, ikiwemo vipeperushi, lakini pia tunasikiliza kero za wananchi hapa na zinazopata utatuzi tunazitatua. Tunatoa ushauri kwa wananchi wanapokuwa na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana leo hii tuko hapa. Karibuni sana. Hali ya rushwa katika wilaya yetu ya Kisarawe imepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na elimu tunayotoa kwa wananchi. Tuna programu ambayo tunafanya mikutano katika vijiji vyote, na pia tuna programu ya wanafunzi na tuna programu ya semina kwa ajili ya watumishi mbalimbali wanaotoa huduma. Kwa hiyo elimu imewafikia, kwa hiyo mapambano dhidi ya rushwa yameshuka vizuri. Asante. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sika hizi. Sawa, msipaki mtaleta pale. Kuchimba dawa hapa baada ya shule. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, sasa tunaenda kwenye banda la CRDB. CRDB wamemsapoti Mheshimiwa Rais kwenye mambo ya afya. Wameleta vifaa vingi sana, vitanda, wheelchair, vifaa vya kufanyia usafi, mashuka, vifaa vya kuwekea dripu, na mwomba meneja aje kiongozi ambaye ni kiongozi wa CRDB kanda ya Mashariki. Karibu sana kiongozi, kwa ufupi sana. Asante. Asalamu alaykum. Bwana Husi Ismaili, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa 2025, mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Petro Magoti, namwona mdasi wetu wa mkoa wa Pwani, viongozi wote ambao rasi wa mkoa wa Pwani, na dada yetu Beatrice, dedi wetu, na kuna viongozi wote wa serikali na chama pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Sisi tumewiwa Mheshimiwa Husi kwamba ili kazi ziendelee, na hasa wito wetu kama CRDB tunavyosema ulipo tupo, tukaona si vibaya wilaya hii pia mkoa wa Pwani, kwa nini tusishiriki na sisi katika kuangalia afya kwa ujumla. Kwa hiyo hospitali yetu ya Kisarawe unaweza ukaona tuliyoyafanya, michango iliyotoka CRDB tumeweza kuleta vitanda 10 vya kulalia vya wagonjwa, lakini isitoshe tukaongeza tena vitanda vile viwili kule vya kina mama kujifungulia. Tukaona hili ufanisi ongezeke, tukaongeza na viti 4. Hizi ni wheelchair ambazo zinakia, kwa hiyo mgonjwa akipokelea pale OPD au kwa namna yoyote anaweza akatumia. Lakini tukaongeza na hizi njiti hizi
ambazo ni kwa ajili ya drip nazo ziko 12. Mashuka kama unavyoyaona ziko pisi 100. Lakini kwa shiriki nao pia kwamba hata wawe na vifaa vya kufanyia usafi. Unaona dustbin mbili hizi, lakini pia mifagio, dawa, vyote tumevileta kwa pamoja. Kwa tunazidi tu kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ambavyo pia amekuelekeza kwa nasi tuendelee kwa pamoja. Tunasema CRDB kulipo tupo. Tutaendelea kusupport au kufanya kazi na serikali kama mteja wetu namba 1, lakini pia na viongozi mbalimbali, na leo unatuona Kisarawe mkoa wa Pwani. Kwa ufupi, kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema niongee kwa ufupi, nafikiri niishie hapo. Mimi naitwa Badru Idi, ni kiongozi wa kanda ya Pwani, na ndio maana tuko Pwani CRDB. Asante sana. Ndugu Ismaili Ali Usi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Taifa 2025, pamoja na timu nzima uliyoongozana naye, naomba utambue uwepo na katibu tawala wetu wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Mchata, ambaye amefika hapa tokea mchana. Ameshiriki kidogo kongamano la vijana, lakini cha kufurahisha zaidi amekuja na mama Alasi. Amesema naye anakuja kukunga mkono, na ameniambia tutakesha hadi asubuhi. Mama Usi, karibu. Tuna mbuzi, tuna kondoo, tuna nyama za kuchoma na tuna burudani hadi asubuhi. Utaenjoy. Hayo yote ni mambo kwa ajili ya kiongozi wetu wa mbio za Mwenge na timu nzima aliongozana naye. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Taifa, ikikupendeza na ukikiridhia, naomba upokee vifaa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CRDB Bank wamekuwa ni miongoni mwa benki nchini Tanzania, wanasupport serikali kwa 100%. Vifaa walivyoleta hivi na zahanati zetu ambayo moja umefungua leo, wamevileta muda mwafaka na wakati mwafaka, na mahitaji tulionayo ni makubwa sana kwa wilaya yetu ya Kisarawe. Karibu sana kiongozi. Wekeni utaratibu wako na sasa. Tutoe, tulete kiti kimoja hapa, tufute hapa. Leta hapa demo moja hiyo, alafu na kitanda kimoja. Kiongozi alivileta, nikasema hapana, kiongozi ndo atavikabidhi. Rasmi atavipokea. Asante sana. Asante ndugu zangu. Tukio linaloendelea sasa, ndugu zetu wa CRDB wanakabidhi vitanda hivi kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025. Naye kiongozi wapiga picha wako wapi? Pigeni picha nzuri sana. Asante sana. Sogea hapa kidogo kwenye mwanga. Uhuru anakabidhi vifaa hivi kwa katibu tawala mkoa, naye anavipokea, na vifaa hivi kwa ajili ya Kisarawe. Kwa hiyo ni matumaini yetu katibu tawala mkoa naye atakabidhi kwa mamlaka husika ya wilaya ya Kisarawe. Kisarawe na Mwenge wa Uhuru oye! Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Taifa 2025, ikikupendeza na ukiridhia, basi useme neno ili baadaye tuende pale kwenye kongamano la vijana upate maelezo kidogo, utapumzika, baadaye taendelea na ratiba. Karibu sana kiongozi. Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru safi. CRDB oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya oye! Wana Kisarawe oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na viongozi ulioambatana nao, natambua uwepo wa Mheshimiwa mbunge, lakini waziri wa biashara na viwanda wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kaka yangu Suleiman Jafo, kiongozi wetu wa kanda CRDB wilaya hii mkoa huu wa Pwani, ndugu wananchi wakimbiza mwenge wenzangu wa uhuru wa mwaka huu 2025, waandishi wa habari Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya na ndugu viongozi, naendelee kuwashukuru sana, lakini kipekee naendelee kuwashukuru ndugu zetu wa CRDB kwa jitihada hizi ambazo wanazionyesha na kuendelea kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa na imani kubwa ya wadau mbalimbali wa maendeleo ndani ya taifa hili, na benki yetu ya CRDB hapa sio mwanzo, imekuwa ikisaidia maeneo mengi, lakini vile vile Mwenge wa Uhuru leo hii umeweza kukagua na kuzindua kituo cha afya katika wilaya hii ya Kisarawe. Naamini vifaa hivi ambavyo nimevipokea kwa niaba ya Mheshimiwa Rais vitaendelea kutumika katika hospitali ile, na naamini ile ahadi ambayo tumeiweka kwa wananchi ya kuhakikisha hospitali ile itatumika muda sio mrefu, naamini itakuwa imeenda kutimia, na viongozi wetu wa wilaya pamoja na wananchi wataendelea kuunga mkono jitihada hizi, na naamini vifaa hivi watavitumia na kuvitunza. Niendelee kuwaomba ndugu zetu wa CRDB, msichoke, muendelee kuwasaidia wananchi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Maana Mheshimiwa Rais ana imani kubwa na wadau wote wa maendeleo ndani ya taifa hili. Baada ya kusema hayo, ndugu wananchi, ndugu zetu hawa wa CRDB, tuendelee kuwasapoti pindi ambapo wanahitaji kuungwa mkono na sisi wananchi. Maana wamekuwa wanajitahidi sana, na ili maendeleo yaweze kupatikana kupitia benki hii ya CRDB, lazima wananchi tuwe imara, tuwe na dhati ya moyo wa kuwasaidia wenzetu wa CRDB. Mwenge wa Uhuru hoye! Lakini vile vile niendelee kuambia, nitumie fursa hii hapa, ndugu wananchi, Mwenge wa Uhuru umepita katika maeneo ya Kisarawe ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta, na ajenda kuu ni uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Niwaombe sana tujitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na ndugu viongozi, sasa nipo tayari kuendelea na ratiba kama inavyofuata. Mwenge wa Uhuru hoye! Mwenge wa Uhuru safi! Dr. Samia Suluhu Hassan